Yanga wamedanganywa na sisi tumedanganywa. Ligi imeanza kabla acheze mechi zake. Yanga wamedanganywa na sisi tumedanganywa. Hakuna mtu anaambia ukweli. Yanga machungu yao yameamua kwenda kutuka Selemani Mwalimu, lakini kama tukadanganywa. Yanga wanaambiwa wanampeleka Faisal. Ameishia siasa sasa hivi. Oh, kuna mchezaji anaruka, umemkosa baba, anaruka wapi? Ushamkosa. Anaelelea ila nitampata tu, utampata wapi? Faisal bilioni 4 si bilioni 7 utaitoa wapi? Bilioni 7. Utaitoa wapi? Sisi nisikilize. Sisi tunawaza kumleta Faisal. Ila fitina na siasa tu katikati. Hatuwezi kuzizungumza. Mimi nakwambia Simba ilikuwa inaenda kumshusha Faisal Salum Feitoto. Fitina tu na siasa katikati zimeingia hapa. Tukasema family. Mpaka leo hii kuna mpasuko ndani ya klabu. Usia wangu mimi, au maoni yangu mimi kwa viongozi. Ligi kuu imeanza. Tunahitaji umoja ndani ya klabu. Na huu umoja hakuna mtu wa kutengeneza zaidi ya viongozi. Wao kwa wao waelewane. Kama wana matatizo yao binafsi, wamalizane ndani ya klabu. Sisi hatuhitaji kuona kwenye macho yetu matatizo yao. Wana Simba tunahitaji ubingwa wa ligi kuu. Hatumwezi kumwelewa kiongozi wowote msimu tukikosa ubingwa. Nisikilize. Narudia. Huu msimu hatutomwelewa kiongozi yoyote tukikosa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Hatutomwelewa kiongozi. Tunaamini kila kikosi tunaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Tunaamini Simba inaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Mshikamano, umoja ndio siri pekee ya kuleta ubingwa ndani ya klabu. Hakuna siri nyingine. Nisikilize ngwari. Timu inaweza ikawa ya kawaida, lakini kana anachukua vikombe kutokana na umoja. Mfano Yanga misimu mitatu timu ilikuwa mbovu. Kilichowapa ubingwa umoja na mshikamano. Umeelewa? Ukitoa ubora wa klabu, ukitoa quality ya klabu, umoja na mshikamano ndio sifa pekee ya kwenda kuleta ubingwa wa ligi kuu Tanzania. Mashabiki tumepokea timu yetu, mashabiki tumempokea Dumbia, mashabiki tumepokea Simba yetu, tutaisupport timu yetu, tutanunua vingilio, tutanunua jezi, tutaisupport timu. Tunahitaji umoja ndani ya klabu yetu Simba Sports. Sasa kwa nini mashabiki wa Simba mnaongea lugha gonga nayo? Hiyo lugha gonga na shabiki asiojielewa. Nisikiliza vizuri. Lugha gonga, shabiki asiojielewa. Shabiki tunajielewa, mimi najua shida ya klabu iko wapi. Mimi siwezi kumlaumu Kemzwanda, siwezi kumlaumu Dr. Mo, siwezi kumlaumu Agisimba, siwezi kumlaumu Silaksi. Mimi najua migogoro ya timu imeanzishwa na chanzo zake ni nini. Migogoro ya timu, chanzo cha ugomvi, viongozi kutokuelewana. Basi hakuna kitu kingine. Mfano, ndani ya familia baba na mama sipoelewana, hata watoto watakuwa na nini? Maelewano. Kama baba na mama lao moja, watoto wanakuwa lao moja. Viongozi wameleta udhaifu wa kutokuelewana, ndio sababu ya migogoro. Sina lawama kwa mtu yote. Ukimwona mtu anamnyoshia mwenzake kidole, anamtinjua ubongo kichwani. Narudia, kwa situation ya Simba tulopitia, ukimwona mtu anamnyoshia mtu kidole, ana mtindio wa ubongo kichwani. Sawa, wewe uko upande gani? Unaona malalamiko mengi sana. Mimi sina upande. Mimi timu yangu ni Simba Sports Club. Umeelewa? Hiyo mimi ndio timu yangu. Mimi simshabiki Mangungu, simshabiki Mo, simshabiki Jeruti, simshabiki Magoli. Mimi nashabikia hii hapa. Hii ndio timu yangu. Ukifanyia mema klabu yangu, naenda na wewe na kuimba. Ukifanyia mabaya na kusema sikufichi. Na ndio maana wasema viongozi wao ndio wameleta matatizo kwenye timu kwa ajili ya migogoro yao ambao wanaendelesha. Na ndio maana wasi viongozi tumeanza ligi, waache matatizo yao, waujenge umoja kwa ajili ya kujenga Simba Sports Club. Siwezi kumnyoshia mtu kidole zaidi ya viongozi ambao wameleta nini? Matatizo. Na haya matatizo hajafanya chumbani, wamefanya hadharani, wamegombana hadharani. Kwa hiyo viongozi watengeneze umoja ndani ya timu kwa ajili ya kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Katika kujenga timu Mandala ameshusha Nisikilize, neno X Factor, tuacheni siasa. Neno X Factor inahitajika umlete mchezaji ambaye ana mahitaji na timu husika. Ukiangalia klabu yetu ya Simba, eneo lenye tatizo kubwa ni eneo la namba 9. Tatizo kubwa, tusisajili wachezaji kwa miamko ya watu, tusisajili wachezaji kwa kufuata watu. Kuna muda timu isajili kutokana na nini? Na mahitaji ya timu. Sisi timu yetu shida yake kubwa eneo la namba ngapi? Namba 9. Tukiangalia kama Chama kachoka namba 10, tumemwona Mahema jana. Mahema kaingia kacheza eneo la namba 10, timu imeperform. Simba shida yake kubwa ni eneo la namba 9. Masuala ya X Factor
Masaa sisi tumekosa Faisal, sisi tumefanya nini? Tunazika kwenye kaburi neno moja, Simba nguvu moja, tunaenda kuchukua bingwa wa ligi kuu. Basi enough, no question, no answer, no option, no way. Basi Kasali bwana hayupo. Kweli mchezaji wetu kaumia, tumemwona jana kaumia, kapata majeraha na wana Simba tumesikitika, ila mimi naamini majeraha yake ni ya kawaida na atarudi kwenye timu na ataendelea kudaka ndani ya Simba Sports Club. Bwana, twende hapa sasa. Mlitamba sana bwana Mandala. Kabla dirisha halijafungwa, Faisal Salum anatua katika klabu ya Simba. Pesa ndio ipo benki, pesa inakaa benki. Sasa pesa itakaika wapi? Ngoja pale. Milioni 20,000 unakaa kwenye mfuko wa shati, 20,000. Milioni 5 inakaa benki. Milioni 5 inaweka kwenye mfuko wa shati, haikai, haitoshi. Mfuko wa shati milioni 5 haitoshi. Hajatuuma. Nisikilize. Faisal ni kweli ni mchezaji mzuri. Nisikilize. Kwa falsafa ya Simba Sports Club, Simba tunahitaji namba 10 natural nature. Namba 10 natural. Faisal sio namba 10 natural. Faisal ni artificial namba 10 kitaalamu. Hiyo elimu. Simba ili icheze falsafa yetu, tunahitaji namba 10 asilia. Mfano kama Simba tunao namba 10 asilia. Tuna Chama, tuna Mahema. Kwa hata kama Faisal tungemleta, kwani ni mchezaji mzuri, angekuwa mchezaji wa mashabiki. Lakini siamini kama Faisal angekuja angekuwa mtu muhimu. Simba sisi tunahitaji namba 9 ndio muhimu zaidi. Mimi nimeongelea mpira, nimekwambia falsafa ya Simba inahitaji namba 10 natural. Ambapo tusikilize basi. Tuna Mahema, tuna Chama. Shida ya Simba ni namba 9 ambaye mfunga magoli, ili uamini timu ambayo imeongoza kutengeneza nafasi nyingi msimu uliopita ni Simba. Mpaka sasa hivi naongea na wewe, hizi mechi ngapi tulizocheza, timu inatengeneza nafasi nyingi ni Simba. Tafsiri yake ni nini? Nafasi zinatengenezwa, finishing hakuna. Kwa hiyo shida yetu sisi namba 9 sio namba 10. Ila Faisal ni kipenzi cha mashabiki, ni kipenzi cha wana Simba. Ila kwenye mahitaji ya Simba sisi tunahitaji sana namba 9 kuliko namba 10. Hiyo elimu. Ana uwezo, kwani Dumbia anamwona mchezaji wa kawaida. Dumbia hatari. Hawajamwona jana. Nipe sawa. Hatari, nisikilize. Nipe utofauti wa Dumbia na Shalulile, nipe utofauti wake. Niambie utofauti uko wapi? Shalulile kashafunga. Au kisa Shalulile katoka Mamelodi. Wewe niambie utofauti. Shalulile hajafunga. Shalulile, nisikilize basi. Shalulile kipindi anacheza na Namungo, alifikiria Jumatatu. Kasema Jumatatu wachambuzi watanikomesha. Shalulile kaenda kaongea na beki wa Namungo, kamwambia, "Beki, niachie nifunge mshahara mwezi huu nakupa nusu." Ndio kamwachia afunge atoe aibu. Kamwambia niache nifunge. Kamwambia niache nifunge nitoe aibu. Na ndio maana akamwekea afunge. Lakini Shalulile ukimwangalia kakosa nafasi ngapi? Nyinyi mjangalia mpira. Wengwale, Shalulile ujangalia mpira. Acheni siasa waandishi. Mnamwandama Dumbia. Shalulile anamuuliza huyu hapa, wewe Shalulile kakosa nafasi ngapi mechi ya juzi? Mbona mimi? Wewe naona kuuliza. Kakosa nafasi ngapi? Shalulile kakosa nafasi za wazi hizo 4. Yeye na kipa. 4. Tunakuja hapo. Amekosa nafasi 4. Mashabiki wa Young Africans wako pamoja naye. Hii Dumbia mmemvaa kweli kweli. Ndio maana nimekwambiaje? Mashabiki unajua kuna kitu ambacho nikueleweshe kitu. Utofauti wa Simba na Yanga upo hivi. Mashabiki wa Yanga kama remote. Wanaelekezwa tuongee hiki. Wanaongea lugha moja. Simba sisi tuna ile free of speech. Kitaalamu hiyo. Yaani uhuru wa kuongea. Kwamba unaweza kuongea na hisia zako. Inawezekana ikawa mbaya pia ikawa nzuri. Uzuri wake unawezekana ukawakumbusha viongozi kwamba tulipokuwa hapa sio sehemu sahihi. Umeelewa vizuri? Ila ubaya wake kwamba kama tunaongea jambo lake. Sema sisi watu wengine wametuvaa uhuru wa kuongea. Watu wametuvaa nguoni. Nyinyi machawa. Si nyinyi takataka. Uhuru wa kuongea. Na mimi nimewekwa. Sikatai. Mimi nimewekwa, nimeambiwa wewe Mandala takataka, si ndani sawa. Ila kuna kitu mimi najiuliza, kitu rahisi au kizuri. Mimi ngwani tunajiuliza kwa pamoja. Yaani wote tujiulize kwa pamoja. Wale unapomwita Mandala au watu walioitwa na Jeruti takataka au machawa. Sisi tumepewa kazi na Simba Sports Club. Ngwale kama mjuni tunakupenda exclusive. Sisi tumepewa na kazi na Simba kwenda kukamata jezi feki. Kuna watu wanahujumu Simba wanatengeneza jezi feki.
Jeruti alipotengeneza jezi, mzabuni wa kutengeneza jezi za Simba, akaona ni watumia influencer kwenda kuwauzia mashabiki wenzao wa Simba mikoani jezi na kwenda kuwaelimisha wavae jezi original, waache jezi feki. Jeruti kaenda kapeleka barua katika uongozi wa Simba. Majibu yamerudi, tukapewa vibali kila mkuu, yani kila mkoa, mwenyekiti wa mkoa kapigiwa simu, Mandala anakuja Mbeya mpokee, mkuu wa mkoa hadi sento. Na ndio maana kipindi tunakamata jezi feki mliona tuna mapolisi nyuma. Leo hii wewe unaibuka unatuataki sisi kisa kukamata jezi feki. Inaonekana, nisikize ngwale. Inaonekana hapa picha ya wazi wazi. Hawa watu wanaotushambulia sisi wanatumwa na wanaotengeneza jezi feki. Hawa watu ambao wanatushambulia sisi wametumwa na wanaotengeneza jezi feki, na ndio maana wameenda Zanzibar wamelipua tiketi za ndege, wameenda Zanzibar wamelala bure, wameamka bure, wametumwa na wanaotengeneza jezi feki. Haiwezekani mimi nimeenda kufanya kazi ya klabu na kitambulisho nimepewa hiki hapa, hiki. Ona, ngani kiongozi. Hiki. Umeona hiki? Hiki. Nimepewa na klabu hiki, umeona hiki? Nimepewa hii ni kazi. Mimi silipwi kwa kumsema mtu. Unaponita mimi chawa, chawa ni yule mtu anaolipwa hela afanye kazi. Mimi nimefanya kazi, kila mwana Simba kaiona. Nimeenda kutangaza jezi Mbeya, nimeenda kukamata jezi feki. Wewe leo unainuka eti Mandala chawa, Mandala takataka. Kwa hiyo wewe unatumwa na bosi wako anaotengeneza jezi feki kutupiga sisi vita, tuache kukamata jezi feki. Tutawafuatilia. Taarifa zenu tunazo wote. Nyinyi mnatupinga sisi kukamata jezi feki, mnatumwa na mabosi zenu ambao wanatengeneza jezi feki, na ndio maana mmesafirishwa kwenda Zanzibar. Taarifa tunazo, tunawakamata. Vitambulisho hizi hapa. Tukipata ushahidi mmoja mmoja pingu jela. Kazi wanayo, kazi wanayo, tuwaachi. Hatuachi social wile, waambie hatuachi, kwa sababu sisi tumeenda kufanya kazi ya Simba. Simba imetutuma, Simba inahujumiwa, watu wanatengeneza jezi feki. Nyinyi mnakuja kutuataki sisi kukamata jezi feki. Pingu wote, wote pingu. Hatumwachi mtu, pingu wote. Wote pingu. Umesema hata 100. Kamanda si hapa. Sio 100, nimepewa kazi nifanye. Nashukuru.